kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya iliturejeshea uhusiano tuliokuwa tumepoteza na Mungu, lakini ikaondoa hatia tuliyokuwa nayo mbele za Mungu. Mtu wa Mungu, tunapoangalia kwa muktadha wake, neno dhambi sio kile kitendo mtu anachokifanya. Mtu akienda kuiba, hiyo sio dhambi, hiyo ni matokeo ya asili ya dhambi iliyokuwa ndani yake. Ukisoma kwenye maandiko yako wazi, yanaeleza dhambi ni uasi. Kwa hiyo yeyote anayeenda kinyume na maagizo ya Mungu kwa mujibu wa neno lake, manake ametenda dhambi. Na tunaona kwenye maandiko, kwa mara ya kwanza dhambi iliingia katika bustani ya Edeni. Mungu alimpa Adamu maelekezo kwamba usile matunda ya mti huu. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maelekezo ambayo Mungu alimpa Adamu. Saa alipoenda kinyume na maelekezo hayo ambayo Mungu amempa, mbele za Mungu hicho kitu kilikuwa ni dhambi, kwa sababu dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya hiyo dhambi iliyokuwa ndani ya Adamu, maandiko yanasema hata wale ambao hawakufanya kosa lililo sawa na Adamu, na wao pia walirithi hiyo hali ya dhambi. Kwa hiyo hakuhitajika mtu afanye jambo lililo sawa na Adamu ili aonekane mwenye dhambi na mwenye hatia mbele za Mungu, lakini ile kwa kuzaliwa tu kuwa mwanadamu ameirithi ile hali ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unachoona yale yanayotokea nje, mtu kuiba, mtu kufanya hivi, ni matokeo ya asili ya dhambi iliyokuwa ndani. Lakini Yesu alipokuja msalabani kuishughulikia dhambi, akaturejeshea tena asili ya Mungu ndani yetu. Na ninapozungumza asili ya Mungu ndani yetu, sizungumzi katika mwili, nazungumza katika roho, kwa sababu kazi ya msalaba ilianza kwanza kushughulikia roho. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo hiyo roho ndiyo yenye kurithi uzima wa milele. Mwili hauwezi kurithi kutokuharibika, maandiko yako wazi yanasema. Kwa hiyo kinachorithi uzima wa milele, kinachorithi kutokuharibika ni roho ya mtu. Mungu ni roho, na hawa nao wanaomwabudu yeye wanamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo mtu akishaondoka kwenye maisha haya duniani, kinachoenda kuurithi uzima wa milele sio mwili, ni roho. Kwa hiyo Yesu alikuja kushughulikia kwanza roho, ambako ndani ya roho ndiko kulikokuwa na asili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kitabu kwenye nyaraka za Petro anazungumza, anasema sasa tumerejeshewa tena asili ya uungu ndani yetu katika roho zetu. Maanake Mungu ameturejeshea hali ya kutokuwa na dhambi kwenye roho zetu, kwa sababu tulipomwamini Yesu Kristo kwa kazi ya msalaba tulipata msamaha wa dhambi. Tulipopata msamaha wa dhambi, tukapata pia ondoleo la dhambi. Kwa hiyo roho yako wewe imefanyika mbele ya Mungu kuwa kiumbe kipya. Ndio maana maandiko yanazungumza, anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Anapozungumza habari ya kiumbe kipya, hazungumzi habari ya mwili, anazungumza habari ya roho yake. Ndio maana maandiko pia yanaeleza, anasema yeye aliyeungwa na roho wa Bwana amekuwa roho mmoja naye. Hazungumzi kwa habari ya mwili, anazungumza kwa habari ya roho, ambayo hiyo roho ndiyo itakayorithi uzima wa milele. Kwa hiyo kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya, alifanya kwanza kwa ajili ya kushughulikia roho ya mwanadamu, ambayo hiyo roho ya mwanadamu ilichukua hali ya kuharibika kwa sababu ya kosa alilolifanya Adamu pale bustani ya Edeni. Alipolifanya lile kosa, wanadamu wengine wote waliozaliwa hawakuhitaji kufanya kosa lililo sawa na Adamu, ila walirithi hali hiyo ya hatia, walirithi hali hiyo ya dhambi. Ndio maana maandiko yanasema ulimwengu wote kwa sababu ya Adamu uliingia katika hali ya hatia. Anasema kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa sababu hiyo mauti ikatawala. Kwa hiyo dhambi ilipoingia ulimwenguni kwa sababu ya Adamu, ikatawala wote, hata wale ambao hawakufanya kosa lililo sawa na Adamu. Lakini Yesu pia anakuja sawasawa kama vile Adamu wa pili. Maandiko anasema Adamu wa kwanza anatoka katika ardhi, lakini Adamu wa pili anatoka juu mbinguni. Kwa hiyo Yesu anakuja kama Adamu wa pili sasa, kwa ajili ya kutengeneza mahali ambapo Adamu wa kwanza alikosea. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotengeneza Yesu Kristo, kama vile ambavyo tulirithi hapo kwanza hali ya kuharibika, hali ya dhambi kutoka kwa Adamu wa kwanza, vivyo hivyo kwa tendo moja la haki alilolifanya Yesu Kristo pale msalabani, tumerithi hali ya kutokuharibika, tumerithi utakatifu, tumerithi hali ya kuwa viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msamaha wa dhambi au hali ya utakatifu au hali ya kuwa kiumbe kipya haitegemei nini unachofanya au ulichokifanya. Inategemea kile Yesu alichokifanya msalabani.